Sma, ukiacha na haya mambo pia ya vifo, vita vimekuwa vikibadilika kila muda unavyozidi kwenda. Israel walishambulia sehemu ya nishati ya gesi ya Iran ambayo inatajwa miongoni mwa sehemu ambayo inazalisha gesi kwa kiwango kikubwa sana nchini Iran. Na Iran wakareact, wakaanza wakapiga kule kwa maana ya Israel na mataifa mengine kama Qatar, Saudi Arabia pia na UAE na sehemu zingine nyingi. Na baadaye pia Trump hapo akasema kwamba Israel ilikosea kwa sababu alishambulia bila sisi kututaarifu, na ndio maana unaona hata ya madhara ambapo Iran ilivyoanza kureact, madhara kaanza kutokea makubwa. Tuanzie kwanza hapo, nini sababu ya Israel kwenda kushambulia nishati ya gesi? Kwa sababu ile sio wipo nao ni nini? Unakumbuka katika kama interview iliyopita au ya nyuma, nakwambia naona vita vikielekea ukingoni. Mimi utabiri wangu tangia mwanzo, nilisema ni kati ya wiki 2 mpaka mwezi mmoja. Sawa, wiki 2 tumevuka, tunaelekea kwenye mwezi. Lakini nikasema kwamba Israeli na Marekani wanashambulia hiyo miundombinu kwa sababu ya kuondoa uwezo wa Iran wa kurikava hata baada ya vita. Na hata Israeli walivyoshambulia wakasema tumeshirikiana na Marekani kushambulia hivi ili kuondoa uwezo wa Irani recover, kujijenga upya ndani ya muda mfupi mpaka mrefu, kwa sababu ile ni chanzo chao cha mapato. Kwa hiyo kiuchumi watakuwa wamewacripple. Ila fuatilia hivi vita, kuna baadhi ya sehemu ambazo zilikuwa tengwa, haziguswi. Miongoni mwao ni sehemu ni miradi ya uzalishaji gesi na mafuta. Sehemu walioishambulia Israeli, kwanza hiyo Marekani amemkana Mwisraeli na akasema hatukushirikiana nao na walichofanya ni makosa na hatutoshambulia tena vyanzo vile vya uchimbaji. Sehemu walioshambulia ndo kisima kikubwa zaidi cha gesi duniani hapo Iran. Na hakimilikiwi na Iran peke yake. Kinamilikiwa kati yao na Qatar. Ni joint. Kwa hiyo kushambulia kule ina maana umemshambulia Muirani na Mqatar. Ndio maana Qatar alikemea sana. Na Qatar anazalisha almost 30% ya gesi duniani. Ukimtoa Qatar, ujue kesho tu yani Ulaya wana collapse kwa sababu gesi yao 1% kubwa inatoka kwa Qatar. Kumbuka wamejiwekea vikwazo wao kwa wao wasichukue gesi ya nani, ya Mrusi. Kwa hiyo vile vita vya Syria watu wasiovijua, sababu ya vita vya Syria ni kwamba walikuwa wanatafuta njia ya kumstavu Mrusi. Na moja wapo ni kwamba Qatar ana gesi kubwa sana, ila usafirishaji wake ni wa ghali. Ilibidi ili kurahisisha hiyo, itoke bomba Qatar, ipite Syria, iende mpaka Ulaya, ipitie Uturuki iende Ulaya. Ndio ingekuwa njia bora ya Ulaya kupata gesi kwa bei nafuu ili waachane na gesi ya Mrusi. Syria ni mshiriki wa Urusi, wakasema haturuhusi ile gesi lipite. Ndo hapo majanga yote ya Syria yalipoanzia. Nikikwambia kwamba Bashar al-Assad alipewa mpaka tuzo na Ufaransa na nchi za Ulaya kwamba ni kiongozi bora na vitu kama hivyo, mpaka alipokata hiyo gesi isipite. Unaona Kwa hiyo utaona umuhimu wa Qatar katika hili jambo. Sasa Iran wamekuwa wanajipanga kwa hivi vita kwa muda mrefu, na tayari kila command ina maelekezo yake. Ikitokea hivi mna react hivi, sio lazima itoke order juu. Umeona? Sasa Iran akareact ndani ya muda mfupi sana. Mimi huwa napata taarifa, watu wananitumia wakati baada siku hiyo masaa machache baada ya kushambulia hiyo Iran katika sehemu ya gesi, baada ya masaa machache Iran ikajibu ikashambulia Saudia, moja ya sehemu ya Aramco. Sawa. Nataka
Sasa mimi na wanafunzi ambao wananipa update, yani hiyo inatokea muda ambao ndo immediately watu wakawa wananipa taarifa. Nataka niwasikilizishe kidogo kwa ufupi, ambapo nani alinisikilizisha, ili huyu anafanya kazi, yuko kwenye hicho kisima ambacho kimetoka kushambuliwa cha Saudia. Kutoka Saudia huyu, ina maana sasa. Yes. Hebu tumsikie huyu kutoka Saudia. Akaniambia bana, niko hapa kwenye hili shambulio ambalo sasa hivi limetokea. Sasa hivi, yani sio kwamba sasa hivi ndo tunaona moto unatoka. Nataka niwasikilizishe ili watu wapate faida. Itakuwa ni nzuri sana tukiipata hiyo. Ngoja. Ni ipi? Lakini mimi salama, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kaka. Bwana, mimi niko salama ndugu yangu. Niko salama. Ngoja. Okay, sawa. Smana jaribu kuangalia taarifa. Kuna mtu yuko Saudia. Kwa hiyo hapa kuna hii ajua alinitumia na nimekata jina lake. Sawa. Nikamuuliza walikuwa vipi hali yako, akinisikia. Bwana, mimi niko salama ndugu yangu. Niko salama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ila tu ndio hivyo kama nilivyokuambia hapo, jamaa amepiga sasa hivi. Kwa hiyo tumejizana sehemu za nje, tunaogopa kwa ndani kwenye majumba za kapigwa bomu. Nikaja kwenye jumba, kwa hiyo tumetoka nje waindi na watu wengine tunaangalia moto unavyowaka hapo Aramco. Lakini mimi salama, alhamdulillah, tunamshukuru Mungu kaka. Huyu kwa Aramco kabisa, sawa. Alafu kaka, utanitumia namba yako na nani? Hii hapa ya kwanza hii. Kwa huyu akawa anaelezea kila ambacho kimetokea baada ya Iran kushambulia huko. Bana, sasa hivi mzee, Iran umechapa hapa Saudi Arabia, Saudi Aramco ile kwa Riyadh, ambaye barabara Tariki Araj. Wamepiga sasa hivi mzee, hapa nyetu kwa nje moto unawaka, sio mchezo, wamepiga Aramco. Hiyo Aramco ina partition mbili ya mafuta, ina mambo ya magesi. Kwa hiyo wamepiga sasa hivi kama dakika moja nyingi. Hapa nyetu kwa nje tunaona moto tu, tunaogopa kukaa ndani, maana Aram zinatuarati, sasa tunahofia kukaa ndani. Kwa hiyo mzee, nimekupa hiyo update, unaweza ukaruka nayo. Sasa hivi kama dakika mbili Aramco ya Saudi Arabia Riyadh, barabara ya Tariki Al-Kharaj wanaita. Yani hizi mimi nazipataga live ndani kabisa, napata kutoka direct kwa wahusika na zinakuaga nyingi. Kwa hiyo watu ambao wako Dubai, Qatar wananitumiaga, wengine wananitumia kabisa video, wananitumia nini. Kwa hiyo sometimes huwa naongea lakini ambao wanamjua Sma naongeaga kwa facts and logic. Hii kwenye intelligence hii inafuata fast source, yani muhusika ambaye kaona, ambaye yupo. Simemsikia huyu, mimi niko hapa sasa hivi ndo tunatoka kama dakika moja wametoka kupiga. Yes. Kwa hiyo huwa nikiongea vitu huwa naongea na facts, na kwenye intelligence hamna kitu cha muhimu kama kulinda source yako. Utakiwa umexpose. Na mimi kitu ambacho Mungu amenijalia nina kifua. Yani niko vizuri sana katika mambo yangu kuya balance, kuya nani. Kwa hiyo hii ni baada tu ya kushambulia. Kwa hiyo akashambulia sehemu zingine. Hii italeta madhara makubwa sana dunia nzima. Yes. Kwa hiyo Marekani anajua madhara yake haya. Kwa hiyo kamkemea Mwisraeli. Unajua ni Israeli na Marekani wanapigana vita, lakini kila mmoja ana malengo yake tofauti. Na Marekani anapigana vita ambavyo hakupanga kuingia kwenye hivi vita. Aliambiwa Trump, naamini maoni yangu binafsi, alidanganywa hivi ni vita vya siku 3, 4, 5 vitakuwa vimeisha. Ya kujichukulia ujiko. Yani tunamuua Khamenei pale, tunapiga hapa wamekolapsi, raia wana react, wanateka nchi, tumemaliza. Tunaenda zetu Cuba. Hivi tangia, ngoja nikuulize, tangia vita vimeanza umemsikia Muirani akomba msaada kokote?
Bado. Hujamsikia kokote? Ni kawaida tu wale washirika wake kama Urusi pengine za hapa na pale, lakini so ile sijasikia akitangaza kwamba jamani mtusaidie. Haya, umesikia Marekani umemsikia naomba msaada? Tumesikia sema kwamba Umoja wa Ulaya ule wasogea nani. Sehemu nyingi sana. Kaomba wa Saudia, kaomba Umoja wa Ulaya, kaomba NATO, mpaka kawa mind Uingereza, basi hatutaki tena msaada wenu. Umeona kaomba NATO. Japani jana yule bibi yule alikopo nayo yule. Kila mtu anamchomelea zambavuni kwa sababu watu wameona hivi vita ni vya kipuuzi. Kama Marekani umeingizwa kingi. Netanyahu anasema nilikuwa miaka 40 na vitaka hivi vita. Yaani nimepata rais Zuzu ambaye nimeweza kumkamata kumuingiza kwenye mfumo. Unaona? Kwa hiyo ni vita viwili tofauti. Na niliongea hivi vita ni vya kidini. Kama watu walifuatilia moja hizi speech zake za Netanyahu, akasema anaongelea kuhusu kumleta Mesaya. Kama ulikutana na hiyo taarifa. Sema wanaiweka katika njia ambayo inafichwa. Ila hizi ni vita ambavyo vina udini ndani yake. Na hata juzi waziri wa mambo ya nje waziri wa vita, kwa sababu sio ulinzi, wameshabadilishwa, wanaita waziri Department of War. Pentagon. Kwamba Hegseth kasema hivi ni vita vya kiimani na nini. Papa katoka ambia usimshirikishe Mwenyezi Mungu na mauaji. Papa wa sasa hivi na Marekani mwenzako na akikemea kweli kaka kachomoa akasema msimshirikishe Mungu na hii mambo yenu haya. Yes. Kwa hiyo ndio ile sinagogi la shetani. Watu wasipokuwa makini utajikuta wanafuata sinagogi la shetani bila kujijua. Okay, sawa. Sema unajua baada ya Irani kureact kupiga yale mataifa ya Kiarabu yale, na tumemshuhudia Prince Faisal Farhani ule wa Saudia alizungumza hivi, namnukuu kila hicho kizungumza, afu na wewe utaniambia nini ambacho unakiona hapa. Alisema hivi: siwaelewi Irani wanasema wanautetea Uislamu wakati wanatushambulia mataifa ya Kiislamu, na sio taifa moja tu bali mengi, kuanzia sisi Saudia, Qatar, Bahrain, Uturuki hadi UAE. Labda niwaulize, kabla ya hii vita, upi mchango wa Irani kwa Uislamu? Wanafadhili magaidi Yemen na Iraki, bado Lebanoni pia wapo huku wakitaka kutuharibia Saudi Arabia. Wanasapoti Uislamu gani wakati wanaua viongozi wa mataifa mengine na kufadhili makundi? Prince Farhan Al Saudi, waziri wa mambo ya nje wa Saudi Arabia. Hili nimetolea Al Jazeera. Sawa. Tumemsikia. Natamani asingeelekeza maoni aliyoyasema yako subjective. Nikisema subjective, ameelekeza kwa sehemu fulani. Sawa. Natamani angitanua na akasema kwamba nini sababu kimepelekea Irani hakuamka tu asubuhi akaamua kuanza kushambulia hizi nchi. Sawa. Kwa hiyo leo wewe ukiwa unaumwa kichwa, watu wanatakiwa dokta mbobezi angalie ni kitu gani ambacho kinasababisha kuumwa kichwa. Naweza nikakupa Panadol, kumbe sababu yako umepungukiwa damu mwilini. Kwa hiyo natakiwa nikupe chakula ambacho au nikuongezee damu. Umeona Sasa sababu ya Iran kushambulia ni kwa sababu Iran ikashambuliwa. Na ngoja nikuulize, umesikia, na hii ni kitu ambacho kinafunikwa. Irani kwa kweli wanatakiwa apewe sifa kubwa sana. Sio kwa mabaya wanayoyafanya wala uendeshaji vita, ila jeshi kama jeshi linavyo execute objective zake. Hivi umesikia tangia Iran kashambulia hizo nchi zote za Gulf, kashambulia Israeli na sehemu tofauti, umesikia hata moja amepiga shule? Hapa hajapiga shule hata moja. Umesikia hata moja amepiga hospitali? Hapa. Umesikia amepiga sehemu za kiraia? Sehemu zote anazozipiga, na ni pinpoint accuracy, anapiga sehemu za kivita au sehemu zenye maslahi ya Marekani na Israeli. Kwa hiyo accuracy yake ni ya hali ya juu sana. So far nimekutana na msiba mmoja tu ambao inasemekana ni UAE, aliuawa mmoja wa Palestina, ndo akajitokeza watu kwenye msiba na nini. Lakini Irani amekuwa anapiga sehemu ni ndani ya nchi za Gulf.
Lakini unajua ubalozi ambao uko katika nchi yoyote ya Tanzania, lile eneo sio Tanzania. Ni eneo la hiyo nchi. Okay. Sisi mpaka kuna kanuni kadhaa, mpaka kuna mipaka fulani ivukwe ndo sisi tutaweza kuingia, ila haturuhusiwi kuingia. Yaani ukishafika pale ubalozini wewe umeingia kwenye nchi nyingine. Okay. Kwa mantiki hiyo, anapopiga kambi ya jeshi ya Marekani ndani ya Saudia, anaipiga Marekani. Umeelewa? Anavyopiga vile, iwe ni Kuwait, iwe ni Qatar, iwe ni Bahrain, anapiga Marekani na Israeli, eneo ambalo liko ndani ya nchi fulani. Sijamsikia Mwirani kapiga kambi ya jeshi ya Msaudia, yani kwamba kambi ya jeshi ya Msaudia kama kwetu tuseme Lugalo. Sijamsikia amepiga Kuwait au ya Bahrain, hapana. Sehemu zote alizoshambulia ni zile. Kwa hiyo ya kwanza. Ya pili, kuhusu ufadhili, wanaofadhili ISIS ni wao, hizi nchi za Gulf. Yes, na ushahidi nishauweka wa kutosha. Okay. Ngoja nikwambie nani ambaye anasababisha maafa makubwa. Unafahamu RSF ya Sudan ambayo inafanya madhara makubwa sana, anafadhiliwa na nani? Anafadhiliwa na UAE. Sawa. Tangia vimeanza hivi vita, nadhani msaada umepungua. Jeshi la Sudan limeweza kurudisha maeneo mengi makubwa Sudani sasa hivi. Ndio maana nasema watu wengi wamewekeza sana nguvu kwenye hivi vita. Kuna maeneo mengine watu waelekezi. Kuna development ambayo inaendelea Sudan. Umeona? Jeshi limeweza kurudisha baadhi ya maeneo kama hayo. By the way, kuna mvua moja amazing inanyesha. Umeona? Alafu haya makundi haya ambayo yanasemekana ni ya kigaidi, wanaowafadhili ni hao. Mbona asemi jinsi ambavyo Qatar walikuwa wanaifund Hamas, na hii iko proven beyond reasonable doubt. Yes. Hamas wanafadhiliwa na nani? Na Saudi? Na nani? Na UAE? Na Kuwait. Kuwait. Yes. Na hii nikisema, unajua nilikwambia kwamba kuna taarifa ambazo ziko ambiguous, hazijathibitishwa. Kuna ambazo zimethibitishwa. Hizi zimethibitishwa. Na katika Senate yenyewe, unajua nani aliruhusu? Netanyahu ndo alikuwa anaambia waruhusuni waende wakayao wape hela Hamasi. Umeelewa? Asili ya Hamasi ilitengenezwa na Israeli, IDF. Umeelewa? Kwa sababu ya kuidhoofisha PLO. Umeelewa? Lakini huko mbele mambo yakaenda tena wakageukana na vitu kama hivyo. Yes. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana, ili mtu uelewe hivi vitu, kuna scenario nyingi. Kwa hiyo anachokisema, natamani angesema kwamba pia sisi katika nchi zetu pia tunafadhili magaidi. Umeelewa? Lakini hivyo wanajivua, wanasema kwamba kama ni wale peke yake ambao wanafanya hivi vitu. Umeona? Osama mwenyewe ukimwangalia asili yake ni Saudia. Sawa? Na inajulikana alikuwa nani? Inachosemekana imesemekana. Japokuwa yule alikuwa, mimi binafsi naamini alikuwa ni asset wa CIA. Na wala siamini walichokisema walivyoenda kumkamata Pakistani wakamua alafu wakamtupa baharini. Siamini ile. Yes. Ni michezo. Hivyo Marekani unavyomjua anavyopenda sifa. Wamkamate Osama kabisa. Waache kumweka dunia nzima imuone, waende wakamtupe baharini. Kweli? Wanapenda sifa za terroristi. Umeona? Kwa hiyo kuna double standard kwa alichokisema. Yes. Na pengine ngoja, kwa unaona makundi yote aliyoyasema. Hezbollah inapambana na nani? Inapambana na Israel. Na Israel. Hamas inapambana na nani? Israel. Houthi? Israel. Nimuulize yeye. Na kwenye Uislamu imekatazwa. Hamna kitu kibaya kama kumwaga damu ya mtu asiyekuwa na hatia. Awe ni Muislamu na asiwe ni Muislamu. Na akiwa Muislamu inakuwa ni nzito zaidi hiyo kesi yake.
Saudia na kuungana na nchi zingine 5 za Gulf wamepigana karibia miaka 5 mpaka 8. Yemen wameua na kusababisha bala njaa Yemen miaka 8. Mbona hiyo hawaongelei kwamba na sisi tulienda tukaanza kuwaua huku? Sawa, wameathirika watu wengi sana. Juzi tumeona wamegeukana wao wenyewe kwa wenyewe UAE, Yemen. Msuudi akampiga biti kwamba wewe toa majeshi yako, kashambulia baadhi ya shehena zake. Kwa hiyo kuna double standard, kuna vitu vingi ambavyo tuwe makini tunavyopokea hizi taarifa. Mwamba ngoma huvutia kwake. Pia huwa kuna upande wa pili, na nikisema hivi sitetei pande yoyote ambayo inafanya udhalimu. Unakumbuka siku ile tulivyoongea, mtu kama Muislamu au hata kama sio Muislamu, mtu yoyote ambaye unataka kusimamia haki, usapoti sehemu gani? Sapoti sehemu ambayo iko kwenye haki. Tetea wanaodhulumiwa, kemea wanaofanya dhuluma, bila kujali itikadi wala chama wala dini. Umeelewa? Tumeona Spain yuko mbele kutetea wa Palestina, na Spain ni taifa sio la Kiislamu. Sawa, wakati hao wa Saudia mbona wako kimya? Umeona? Kwa hiyo kuna double standard, yani kauli ukiingia ukaanza kuichambua unaona kuna loopholes nyingi sana. Lakini mtu kiipokea kama ilivyo, usipokuwa na elimu ya hivi vitu, scenario zingine hizi, inaweza ikakuyumbisha kidogo. Mkinukuu Rais Donald Trump wa Marekani aliulizwa na mwandishi wa habari, tunaona namna ambavyo mataifa ya Ulaya pengine support yake sio kubwa sana kama vile ambavyo ilitarajiwa. Vipi kuhusu mataifa ya Gulf? Na akasema kwamba, nilikuonyesha ile video alikuwa anazungumza pale, akasema Qatar wana support sana, Saudi wana support sana, UAE wana support sana na wengine pia. Ndio hichi ambacho alichokisema sasa Prince wa Saudia. Sasa wao wenyewe wanashiriki kwa njia moja au nyingine kumsababishia madhara Irani. Kabla ya hivi vita, ushai kusikia Irani ameshambulia nchi yote ya Gulf? Hapana. Haijatokea kabla hivi vita. Labda ile vita na Iraq. Yes, na ni kwa sababu Iraq ndo alianzisha vita dhidi ya Iran. Sawa, wakapigana miaka 8. Sawa, lakini Iran ikasurvive. Pamoja na kwamba Iraq alipewa msaada wote wa muhimu kutoka kwa Marekani na washirika wake. Sawa. Kwa hiyo lazima tuianalyze jambo kwa njia tofauti. Kwamba je, Irani ana track record ya kushambulia majirani wake? Jibu ni hapana. Kwa nini ameanza kushambulia? Na anashambulia kwa maeneo gani? Ameshambulia hizi nchi direct au ameshambulia base? Yaani sasa mimi na wewe majirani, sawa? Alafu kuna mtu kaja kwenye nyumba yako wewe, ananitupia mimi mawe. Sio wewe unanitupia mawe, yeye ananitupia mawe, ananivunjia vioo nini. Alafu mimi nikimjibu, unaanza kulaumu wewe unanishambulia nyumba yangu. Wewe kama utaki, si mtoe huyo mtu atoke mtaani tupambane naye sasa, mimi ana kwa ana. Sawa? Lakini sio kwa vile yuko kwako unaanza kulalamika ona nyumba yangu au nini. Sometimes inabidi tuwe wahalisia.